Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Wapendwa katika Kristo, somo letu la leo linasema namna ya kuinua imani ndani ya moyo wa mtu. Namna ya kuinua imani ndani ya moyo wa mtu. Ni namna gani nitaweza kuinua imani ndani ya moyo wa mtu aliyevunjika moyo kwa sababu ya kuugua kwa muda mrefu? Ni namna gani nitafanya? Lakini kabla sijaendelea, naomba tuombe kwanza. Bwana Yesu, ninaamini kwamba niko mbele ya uso wako, Mungu wangu aliye hai. Ninaomba kibali cha rehema na neema kitufunike, uweza na nguvu zako zituatamie. Bwana Yesu, wewe ni mwaminifu tena ni mwema. Tazama mtumishi wako, niko mahali hapa nikifundisha neno la Mungu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu akaniongoze. Roho wako Mtakatifu akaongea na watu hawa, akazungumza nao. Kila neno litakayotoka ndani ya kinywa hiki lisidondoke mahali penye mwamba, bali kadondoke ndani ya moyo wa mtu wenye rutuba. Asante kwa kuwa ni mwaminifu na ni mwema. Ninaomba rehema na neema zituatamie zaidi. Uishivyo Bwana, ndaishivyo roho yangu. Amen, amen, amen. Namna ya kuinua imani ndani ya moyo wa mtu aliyekata tamaa. Kwenye maisha yako ulishawahi kujiuliza ni kwa nini mtu huyu ameomba na amejibiwa, na yule pale ameomba lakini hajajibiwa? Kwenye maisha yako ulishawahi kujiuliza ni kwa nini mtu huyu ameomba kwa muda mfupi na amefanikiwa, na yule pale ameomba kwa muda mrefu lakini hakufanikiwa? Ushawahi kujiuliza? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia hivi, katika maisha tunayoishi hapa duniani, mwanadamu anapanga mipango yake, na Mungu vile vile anapanga mipango yake juu ya huyo mwanadamu. Lakini mwisho wa siku, jawabu la ulimi linatoka katika kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Neno kuwa na hakika, katika sentensi hii, neno kuwa na hakika ndiyo nguzo mama, ndiyo nguzo muhimu iliyobeba siri nzito ndani yake na yenye ushindi mkubwa na mafanikio ya hali ya juu. Na neno kuwa na hakika linafanya kazi zaidi kwa watu wanaomwamini zaidi Yesu Kristo na wenye ufahamu wa kutosha wa neno la Mungu. Wapendwa watazamaji katika Kristo, nataka niwaambie hivi, hakuna dhambi mbaya inayowatesa watu au inayoisumbua jamii ya watu waaminio hata ile ya mtu kukosa ufahamu wa neno la Mungu ndani ya moyo wake. Hiyo ni dhambi mbaya sana, kwa sababu shetani anaitumia kama silaha mojawapo. Ni silaha kubwa ambayo shetani anaitumia kuwapiga nao watu na kuwagaragaza chini. Mfano mzuri ni kile kisa cha Yesu Kristo na mgonjwa ambaye aliugua kwa muda mrefu, ugonjwa wa kupooza takriban miaka 38. Yesu Kristo akamfuata akamwambia, unataka nikutendee nini? Yule mgonjwa akamjibu Yesu Kristo akisema, Bwana wangu, sina mtu wa kuniteremsha kisimani, sina mtu wa kuniteremsha birikani pindi malaika wa Bwana ashukapo toka mbinguni na kuja kuyatibua maji. Mtu hutoka nyuma yangu kuja mbele yangu, hutumbukia kisimani na kupokea uponyaji. Yule mgonjwa alikosa ufahamu, hakujua uwezo na mamlaka aliyokuwa nao Yesu Kristo hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yule mgonjwa alitakiwa amwambie Yesu Kristo, ninatamani nitumbukie ndani yako wewe, maana wewe ndiye birika original tena la dhahabu iliyoshuka toka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Lakini kwa sababu aliugua kwa muda mrefu sana,
Ina maana akili yake ilijengeka kwa miaka mingi sana kwamba ni lazima uponyaji wangu utatokana na kutumbukizwa ndani ya kisima cha maji kilichochimbwa kwa mikono ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. Vile vile yule mgonjwa alishindwa kutambua kwamba Yesu Kristo ni mkubwa kuliko yule malaika anayetumwa toka juu mbinguni kuja kuyatibua maji, kwa sababu Yesu Kristo anasema, na alikuwepo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo, na alikuwa fundi stadi wa baba yangu, na alimfurahisha baba yangu, na alifurahi mbele zake. Ina maana Yesu Kristo alishiriki katika kuwaumba wale malaika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Nataka kusema hivi, Yesu Kristo alitambua kwamba yule mgonjwa ameugua kwa muda mrefu sana. Hivyo ni dhahiri kwamba ufahamu ndani ya moyo wake umekwisha kuliwa na mwovu Shetani, na ndiyo maana akamwambia, inuka, jitwike godoro lako uende zako. Na akamwonya sana, akamwambia usitende dhambi tena. Akamwonya, akamwambia nini? Usitende dhambi tena. Wapendwa katika Kristo, acheni waambie hivi, hakuna kazi ngumu, huduma ngumu kama ya kumwombea mtu ambaye ametindikiwa na imani kwa sababu ya kuugua kwa muda mrefu. Huduma inakuwa ni ngumu sana. Mtu aliyeugua kwa muda mrefu, ni dhahiri kwamba hata akili yake inapata mtikisiko, anapoteza uelekeo wa imani. Kinachoweza kumsaidia mtu kama huyo ni ile imani, ni ile neema iliyoko ndani ya mtumishi inayotenda kazi kwa wakati huo, ndiyo imponye, imnyanyue, afu aendelee na maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Wapendwa katika Bwana, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Siku zote Mungu ana kawaida ya kumtakia mambo mema mwanadamu aliyemuumba, na kuna wakati mwingine Mungu anaamua kuruhusu jaribu lije kwenye maisha ya mwanadamu. Anaruhusu jaribu lije kwenye maisha ya mwanadamu limtikise, lakini kwa nia njema tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aketie mahali pake pa juu, mahali pa watakatifu pa watakatifu, patakatifu pa watakatifu, anamuona mwovu Shetani kwa namna ambavyo katika ulimwengu wa roho amejipanga kwa ustadi mkubwa. Anataka atume kombora lije kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lije kwenye maisha yako likusage sage, lipoteze uelekeo wa familia yako pamoja na wanakutegemea. Ndivyo alivyo mwovu Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Hivyo Mungu ameruhusu jaribu la kwanza lije kwenye maisha yako, akiamini kwamba na akijua kwamba mwanadamu huyu pindi akipambana na kuomba vizuri ataweza kutoka katika jaribu hilo. Ina maana hata lile jaribu la pili linalotumwa na mwovu Shetani likija, ataliona kuwa ni la kawaida tu, halitakuwa na madhara kwake, nalo litapita tu. Lakini kama mwanadamu huyo alizembea katika jaribu lile la kwanza, ina maana hata jaribu hili la pili likija, ni lazima litameza tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Na ndo mwanzo wa mwanadamu kuanza kulalamika, kuanza kulia ovyo, machozi yasiyokoma. Analaani, anasema nimepewa jaribu ambalo sio stahiki yangu, nimepewa jaribu ambalo sio saizi yangu. Na Mungu anasema lililokupata ni saizi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Mwanadamu analaani, anasema nimetumbukia ndani ya kina chenye kina kirefu cha maji ambacho siwezi kuogelea, siwezi kutoka tena mahali hapo. Ni jaribu kubwa hili. Suala la wewe kuingizwa kwenye kina kirefu cha maji sio tatizo. Tatizo ni wewe hapo
umejamba kwenye maji, umeichafua imani yako, umetengeneza tatizo juu ya tatizo, umelichafua vazi la imani yako, umelichafua vazi la imani. Umeacha kujichunguza katika njia zako, katika pitapita zako, kwamba ni namna gani na ni mahali gani imani yangu iliingia dosari. Wewe unalaani tu. Na shida ya mwanadamu, akili yake imeumbiwa hali ya ujinga ndani yake. Ana kawaida ya kuishi kwa mapuuza, anaishi kwa kudharau mambo yanayojia mbele yake, mambo ambayo yanaweza yakatafuna miaka yake yote, anapuuza tu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kuambia hivi, tumesikia mambo mengi kwa habari ya matendo makuu ya Mungu, na Biblia inaelezea wazi wazi namna ambavyo mtu anayeamini anaweza akapokea muujiza wake. Mtu anayeamini anapoanza kujijengea uwezo wa kusikiliza na kulisoma neno la Mungu mara kwa mara, anakuwa anauandaa mlango wake wa ufahamu. Na mtu anayeamini akiisha kupata ufahamu wa kutosha ndani ya moyo wake, inakuwa ni rahisi sana kwake yeye kuweza kutambua au kujua ni namna gani aweze kusimama. Siku zote imani inafanya kazi katika mazingira magumu tena yaliyoshindikana. Mfano, daktari anamwambia mgonjwa ambaye ameugua kwa muda mrefu, anasema, tulikaa kikao cha madaktari wabobezi 5 kwa ajili ya kujadili juu ya hatima ugonjwa wako, lakini mwisho wa siku juhudi zetu hazikuweza kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na juzi tumerudi tena, tumekuchukua vipimo kwa mara nyingine, na hii ni baada ya kuongezewa madaktari wengine 5 wabobezi toka nje ya nchi. Jumla tulikaa jopo la madaktari 10, lakini bado hatukupata suluhisho juu ya ugonjwa wako. Hivyo nasikitika kukuambia kwamba hapo ulipo hutaweza kunyenyuka, hutaweza uinuka kitandani, wala hutakuja kutembea maisha yako yote. Utakuwa ni mtu wa kutolewa nje na kuanikwa juani, alafu jioni unaanuliwa na kuingizwa ndani, hadi pale Mungu mwenyewe atakapoamua kuyachukua maisha yako na kupumzisha. Lakini nataka kukuambia hivi, hayo ni majibu, ni kauli za mwanadamu na si kauli za Mwenyezi Mungu. Siku zote ukitazama unakuta uwezo wa mwanadamu wa kufikiri umekomea hapo. Mawazo yake yote, muda wake wote aliyotumia kukaa vikao vyake kwa ajili ya kujadili hatima ugonjwa wake, vyote vimegotea hapo. Na Mungu siku zote huanza kufanya kazi, kutenda miujiza yake pale ambapo uwezo wa kufikiri wa mwanadamu, mawazo yake yote yamegonga mwamba na hayawezi kuendelea kufanya kazi tena, mpaka pale mwanadamu anapokuja kukiri na kusema, sasa basi, hebu tumwachie Mungu mwenyewe ndo atende muujiza huu. Ndipo Mungu sasa, Mwenyezi Mungu aketie mahali pake pa juu, anainuka na kukurupuka kama mtu aliyetoka usingizini na kuanza kufanya operesheni zake. Anasema, mshipa huu huku si mahali pake, mahali pake ni hapa. Anasema, tazama jinsi ambavyo nyama zako zimechoka, mifupa yako imechoka, ninavitia nguvu vitu vyote viwili. Anasema, tazama jinsi ambavyo damu yako imechoka kwa sababu ya kuugua kwa muda mrefu, nami na kuingizia damu nyingine mbichi yenye nguvu kutoka kwenye hazina ya viriba vyangu vya damu salama. Mungu ameamua sasa kufukuzia mbali uzee wako, anakurejeshea ujana wako kama tai. Hayo ndo maajabu ya Mungu, hayo ndo maajabu ya Mungu. Kama kaburi lilikuwa limesogea mita 1 karibu tumbukie ndani yake, unakuta kaburi linaanza kukuogopa, linarudi nyuma hatua mita 800. Na yote haya Mungu anafanya ili sisi viumbe wadogo
wasumbufu, tena tusiokuwa na adabu, tuweze kumtukuza yeye. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kuwaambia hivi, mwisho wa upeo wa fikra za mwanadamu au macho yako kuona, ujue kabisa kuna jambo jingine jipya katika ulimwengu wa roho usilolijua linaumbika. Linaweza likawa positive au likawa negative. Ina maana linaweza likawa ni zuri au baya. Ninamaanisha kwamba inawezekana ikawa ni uzima au mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. Siku moja chukua hatua, nenda katembelee uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kasimame mwanzoni mwa uwanja, alafu tazama macho yako mwisho wa uwanja wa ndege. Utakuta macho yako yanakomea katikati ya uwanja wa ndege. Unaona vitu vidogo vidogo vinapita pita pale kama sisimizi. Nataka kuambia hivyo, mpendo wa Kristo, wale sio sisimizi, wale ni watu wanafanya kazi, wanafanya operesheni zao katika bandari ya ndege. Unaona vitu kama mbuzi zinakatisha uwanjani, vinaenda vinarudi, vinapita pita. Wale sio wanyama mbuzi, yale ni magari yanafanya operesheni zake pale. Sasa pale ambapo macho yako yanakomea kuona, ndipo unatakiwa uingie kwenye maombi ili Mungu akuonyeshe katika maono ya waziwazi au kwa njia ya ndoto, kwa sababu kuna jambo jipya usiolijua linatengenezeka, limetumwa lije kwako. Inawezekana limetumwa kwa ajili ya kukuinua, au limetumwa kwako lije kukuzamisha ardhini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. Na siku zote jambo linalokuja mbele yako ujue ndilo lililotumwa lije kwenye maisha yako. Inawezekana limetumwa kwako kwa ajili ya kunufaisha, au limetumwa kwako kwa ajili ya kukuumiza. Inategemea ni jinsi gani ulijipanga na kwa muda gani ulijiandaa kuweza kulikabili jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hivi, wapendwa watazamaji, napenda niwaage. Mungu awabariki sana mnapofuatilia somo hili. Mungu awainue, Mungu awabariki, na wiki ijayo msikose tena kufuatilia mahubiri. Asanteni. Amen.